wakaabiri chombo cha kusafiri kurudi Kenya, ambapo walipanda lile pipa la Kenya Airways, yani shirika la ndege la Kenya. Ahlan wa sahlan wa marhaba, na karibu tena mpenzi msikilizaji kwa idhaa yetu, tukazidi kutua katika sehemu zile za Tanzania, na hivyo basi tunataka kupelekana kule katika uwanja wa ndege tukapate kujuzana ni nini haswa kilichotokea wakati pale Bi Martha Karua, mwanasheria kutoka Kenya, na pia vile vile aliyekuwa kinara mwenza wa mgombea kiti cha urais mwaka wa 2002 Bwana Raila Odinga katika nchi ya Kenya. Bi yule na wenzake wawili ambaye alikuwa ameandamana nao walipotua katika uwanja wa ndege wa Bwana Nyerere, pale basi walipata kuzuiwa na hawakupewa ruhusa ya kuweza kuingia ndani ya Tanzania. Basi wakiwa bado wako pale katika uwanja wa ndege, walielekezwa pale kulipokuwa na mizigo yao, na baadaye kuambiwa kuwa hawatoruhusiwa. Vile vile pia vile vibali vyao vya usafiri vilichukuliwa pale na vikashikwa kwanza. Iwapo wewe katika njia moja ama nyingine nchi imekukataa au umefanya kosa katika nchi, na vile basi hawataki wewe uwe pale, huwa wanatafuta ndege ya kwanza inayotoka kurudi kwenu. Basi hiyo ndio unaabiri ili kwa haraka sana ukapate kurudi katika taifa lako. Na iwapo basi ni makosa uliofanya na uko chini ya ulinzi ama uwe umekamatwa uko katika nguvu za sheria, basi vile vile pia huwa unasindikizwa na askari hadi katika nchi yako na kukupeana katika shirika ama katika taasisi zinazoweza kuendesha kesi yako ili ukapate kuhukumiwa ama kuonyeshwa makosa yako. Basi hivyo Bi Martha Karua na wenzake wawili walipata kusubiri kwa muda kidogo, alafu baadaye pale wenyewe wanasema nusu saa ilibidi wakaabiri chombo cha kusafiri kurudi Kenya, ambapo walipanda lile pipa la Kenya Airways, yani shirika la ndege la Kenya. Walipokuwa wanaabiri, basi walipata kujulishwa kuwa wanapaswa kulipa nauli. Hapo ndiyo mwanasheria huyu kutoka Kenya na ujuzi wake wote na kubobea katika ulingo huo wa sheria, basi alipata kuwajuza kuwa hatolipa, na hivyo basi kuendea kuabiri kile chombo bure bilashi, na akabebwa kutoka uwanja ule wa ndege hadi alipotua hapa Kenya ili aendelee na shughuli zake ambazo zinamhusu na zinahusu taifa la Kenya. Kwa kweli ni kuwa hakuna nauli yoyote waliolipa, walibebwa bure bilashi hadi wakafika hapa, na hivyo basi kutangamana na wapendwa wao na kuendelea shughuli zao. Tupate kujua kuwa Bi Martha Karua si mchache, amekuwa katika harakati na vinyang'anyiro tofauti vya kisiasa nchini Kenya. Amepigania ubunge na vile vile amepata. Amekuwa pia mkakamavu wakati anaposhika zile nyadhifa za uwaziri. Ziko nyadhifa ambazo ametunukia hapa nchini Kenya, na vile vile pia alionyesha umahiri kabisa. Amekuwa mstari wa mbele pia katika harakati za kupigania haki za kibinadamu, lakini vile vile wengine wanamtambua tofauti. Wengine wanasema kuwa yeye huwa anaangalia pande ambayo inampendeza yeye bila kujali pande nyingine, lakini wengine wako wale ambao wanamshabikia. Basi wakati huu alipatana na mama mwenzake. Wakati baba na baba wanapopambana, huwa tunasema wanaonyeshana ubabe. Basi yeye naye pia alipofika katika ile nchi ya Tanzania na kuonyeshwa yale yote, basi yule ambaye alikuwa anaelekeza ama anaendesha nchi ya Tanzania pia ni mwanamke kwa jina Bi Suluhu. Basi walionyeshana nini? Kama wababa wanaonyeshana ubabe, wamama wanaonyeshana umabe. Hicho si Kiswahili sanifu, hakiko katika kamusi yoyote, lakini tunaruhusiwa sisi kama Waafrika, kama wenyeji wa Afrika Mashariki na vile vile kama wa Kenya, kwa kuwa sisi ndio tumekuwa tukijenga lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo kwa leo tuanze kusema panapokuwa kuna pandashuka ama kuna kuvutana baina ya mama na mama, yani jinsia ya kike na jinsia ya kike, tutakuwa tukisema wanaonyeshana umame. Yani mama na mama ni umame, baba na baba ni ubabe. Je, pale ambapo baba na mama watakuwa wanaonyeshana nguvu ama wanavutana, tutahitaji Kiswahili kinazidi kukua. Kwa hivyo mimi na wewe mpenzi wa msikilizaji,
tujaribu sana, wakati tunapoona mambo mapya yakitendeka, hapo ndipo tunajaribu kuleta ile lugha inayostahili na tunaipatia na tunaenda nayo, ili wale watakaokuja baadaye, vizazi vile vipya, wapate kuwa kila kitu tulikuwa tushawaandalia, kazi yao ni kulala. Mkeka wote tushausuka na tukautandaza barazani, basi wao watakuwa kazi yao ni kulala na kuwaza na kufikiria jinsi ambavyo sisi tulivyoweza kukuza hii lugha ya Kiswahili kuanzia katika visiwa vile vya Amu hadi huko katika mipaka ya kuelekea Tanzania. Huko pia tunapata kuwa ndipo kijana yule Boniface Mwangi alipopewa urodoo wa gari kutoka nchi ile ya Tanzania hadi pale akabwagwa huko ili ajitafutie njia ya kufikia wapendwa wake. Katika kanda yetu inayokuja, basi tutajaribu kuangalia Boniface Mwangi ni nani. Boni, kijana kutoka Kenya ambaye pia alikuwa ametalii zile sehemu za Tanzania akiwa na wenzake pia ambao ni wanaharakati kutoka nchi ile ya Uganda na wengine kutoka hapa Kenya. Basi ni yake iliyomtendekea, tupate kujuzana katika kanda yetu ijayo. Hivi tulikuwa tunamwangazia tu Bi Martha Karua na kupata urodoa bure kupitia ndege kutoka kule Tanzania hadi Kenya, lakini mwingine akapewa urodoa gari katika barabara hadi sehemu zile tunaziita South Coast ama Ukunda. Hapo ndipo wasamaria wema walipompata na vile vile kuwajuza wapendwa wao ili wakaja wakawapokea. Bi Martha Karua kwa sasa ameelekea kule sehemu za Uganda, nao basi anazidi kupambana pia katika vile vituo vya sheria, pia katika mahakama ya kule, ili akaweze kumsaidia yule mwanaharakati mwingine ama mwanasiasa anayejiita Besigye. Basi tutapata kujua sana kuhusu huyu Bi Martha Karua, kwa nini amekuwa mkakamavu namna hii, na vile vile pia tupate kujua kuwa Martha Karua ndiye aliyesaidia pakubwa sana wakati ule Kenya ilipokuwa inayumbayumba. Aliingilia kati na kuwa na misimamo mikali na kuhakikisha Kenya inapata rais wakati wa vita vile ambavyo vilikuwa vimezuka mwaka 2007. Aliharakisha sana na kupata rais ambaye ni nani. Mpenzi msikilizaji, Bi Martha Karua basi tunasema kuwa kupata ruhusa ya kuweza kutangamana ama kufika hata kotini kusikiza ama kujadili katika kesi ile ya mpendwa yule Bwana Tundu Lissu. Hivyo ni kusema kuwa Bwana Tundu Lissu alipata kuwakilishwa na mawakili wengine, ila Bi Martha Karua hakupewa fursa. Wakati huu alikuwa tayari ashaabiria chombo kurudi nchini Kenya kupitia kwa makataa ambayo alikuwa amepewa pale na nchi ile ama serikali ile ya Tanzania. Bi Martha Karua, tunakupenda hapa Kenya, rudi kuwa mchanganuzi tu wa kawaida hapa, nchi za wenyewe waachie wenyewe, kwa sababu kwa sasa hatujui kama wewe ndio uko na haki ama Bi Suluhu ndio yuko na haki. Kwa hakika kila mmoja anaweza kueleza pande yake, na hata wewe mpenzi msikilizaji unaweza kuuliza, yaliyofanywa Bi Martha Karua ni sawa kweli? Na iwapo wewe ungelikuwa ndio Bi Mheshimiwa Mama Suluhu, ungefurahia jambo kama hilo ambalo Mama Martha Karua alikuwa anakuja kuendeleza nchini Tanzania? Jiulize hayo, alafu baadaye niwekee kwa comment kama unaona Bi Suluhu ako sawa ama Bi Martha Karua ndiye aliye sawa. Nataka uniwekee hapo katika comment ili tukaweze kuchangamzana, tukazidi kujuzana na tukazidi pia kuelimishana, ili tuzidi kwenda mbele tukiwa sote basi tumefunguka macho. Na vile vile pia kama haujajiandikisha, tafadhali jiandikishe ili kanda hizi zinapotoka kila wakati wewe wa kwanza kupokea, na hivyo basi tutakuendeleza channel hii ili kapate kuonekana na kujulikana ulimwengu mzima. Tujuzane, tukumbushane, tuelimishane. Hiyo ndiyo kauli mbiu kwa channel hii ama kwa idhaa hii. Asante sana, tupatane katika kanda hii.